Wakulima unawaambia nini kwa ujumla wake? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Ni kama vile ulivyotoa utangulizi, leo ni siku ya 8/8 kitaifa, na sisi wakulima wa wilaya ya Newala pia na sisi tunajumuika na wakulima wengine katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusherehekea siku yetu ya wakulima. Message yangu kwa wakulima au ujumbe wangu kwa wakulima ni kwamba tuzingatie, sasa hivi tunasema kilimo ni biashara. Tuzingatie taratibu na kanuni za kilimo, kama vile ambavyo waliobahatika kwenda pale Ngongo kwenye kituo chetu cha kanda wamejionea vitu vingi, wameona maonyesho ya aina mbalimbali, wameona vitu vingi tu, ufugaji, kilimo cha kisasa. Kwa hiyo wito wangu mimi ni kwamba wale waliobahatika kwenda wawe mabalozi wazuri kwa wale wenzao, kwa sababu kuna watu wengi ambao hawakubahatika kwenda. Hata mimi kwa maana ya shughuli zingine, mwenyekiti wenu, sikubahatika kwenda, lakini naamini wale waliokwenda wawe mabalozi wazuri, watueleze. Lakini hata vile wewe hukwenda, unapotaka kuandaa shamba, hapo ulipo serikali imemleta mtu wa kukutafsiria sheria au kanuni za kilimo, ambaye ni afisa ugani katika kila kata zetu wapo. Kwa hiyo naomba, unaandaa shamba la karanga, mfuate, huo ndio wajibu wake yeye. Shamba linaandaliwa vipi, mpando ukoje, na ni wakati gani wa kupanda, kupalilizi zikoje. Na bahati nzuri sasa hivi teknolojia zimekuwa, hata magugu yana namna ya kuweza kuzishughulikia badala ya kutumia jembe la mkono. Sasa hivi tunaenda mbali, hata uvunaji kunakuwa na mashine za kuvuna. Haya mnayoona Arusha na mikoa mingine tunahitaji yaje sasa kwenye maeneo ya wilaya zetu hizi ikiwemo na Newala. Kwa hiyo nasisitiza sana kwenye kilimo cha kisasa na kwenye mashamba. Sasa hivi tuko kwenye palilizi, tunaendelea kufagilia mashamba ya mikorosho na wengine wanaendelea kupuliza madawa. Ningeomba sana tuache kilimo cha mazoea. Unaona tu mtu kwa sababu unaambia kuna sulfa fulani sijui inatokea Msumbiji ndio inazalisha sana, unaichukua unapuliza. Inawezekana yenyewe muda wake imepita. Unapoenda pale kupuliza unasababishia maua kusinyaa au kukauka, tayari umeshajiharibia. Baadaye unasema mwenzio uliokuwa jirani labda amekufanyia kitu fulani, unaanza kuingiza dhana nyingine, kumbe wewe ulijifanya ni hodari, wewe mwenyewe ndio bwana shamba, wewe mwenyewe ndio mmiliki wa shamba, wewe mwenyewe ndio mfanyabiashara wa hizo thamani zinazopatikana kwenye shamba lako. Sasa ukisha umejipa mizigo mingine ambayo huna utaalamu nayo, athari zake ni kufeli. Kwa hiyo ni vizuri zaidi tuwaamini maafisa kilimo. Unapoona kuna mabadiliko ya shamba kwenye eneo la maua, mimi nashauri kwamba hebu fika kwa afisa ugani hapo, mweleze, na yeye shida akiona kubwa, yuko afisa kilimo kwenye halmashauri zetu hizi zote mbili, wao watatenga nafasi, watakuja kuona hayo maua yanapata athari kwa sababu gani. Lakini wakiona na wenyewe hawana nafasi ya kutolea majibu kwa haraka, watatoa ushauri kwa ndugu zetu watari pale na Liendele. Wao wako haraka sana kufika, watafika, watakuja kulikagua hilo shamba lako na watakushauri kwamba ni vitu gani vya msingi uweze kuvifanya au ni dawa gani uweze kuzitumia, alimradi baadaye uweze kupata kilimo chenye tija, kwa maana upate mazao na wewe uweze kupata thamani kubwa ya pesa uendeshee maisha yako. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ndugu zangu, hebu tufute ile kilimo cha kizamani cha kujijua tu kwamba njugu zinapandwa hivi, ukaamua kufanya mwenyewe, kila kitu unafanya mwenyewe, huna kitu chochote unachoomba ushauri kwa wataalamu. Mabadiliko ya dunia yamebadilika kwa kiasi kikubwa, hali ya hewa zimebadilika kwa kiasi kikubwa, magonjwa yako mengi, wadudu ni wengi waneshambulia mazao, sisi hatuwajui. Lakini tunapowaita watu, kwa mfano watari, hata majina ya hao wadudu wanawajua, dawa gani za kutumia zipo, kwa sababu wenzetu wanaendana na jiografia au teknolojia ya sasa, kwa maana ya tafiti. Kila kitu bila tafiti hatuwezi kupiga hatua. Unaona serikali yetu inatengeneza bajeti kubwa kwa ajili ya eneo la tafiti. Maana yake ni kutuhurumia sisi wananchi wake kama taifa, kutuhurumia tusilime kilimo ambacho hakina tija. Unaona mtu unalima mpaka unazeeka, unachokipata hakuna. Sio lengo la serikali. Serikali ni kuboresha, lengo lake kubwa ni kumboreshea kila mkulima
aone kwamba analima kilimo chenye tija, akipata fedha ajenge nyumba nzuri, asomeshe watoto, basi aendelee kufanya na shughuli zake zingine. Kama anafanya biashara, afanye biashara, alipe kodi kwa wakati, atoe risiti anapofanya biashara zake, asikwepe kutoa risiti. Anapofanya manunuzi kuna mifumo. Basi na sasa hivi kuna semina ambazo zitakuja kufanyika pia katika wilaya yetu na watu wa TRA kwa maana ya mabadiliko ya sheria na kanuni za kodi. Kwa hiyo vikao vitafanyika tarehe 11 halmashauri ya mji, tarehe 12 halmashauri ya wilaya kwa maana ya kule Kitangali. Hizo semina hazina mwingiliano wote na ile ziara na vile vikao vya mheshimiwa mkuu wa wilaya. Kila kitu kitaenda kwa wakati kama kilivyopangwa. Kwa hiyo maana yake ni nini? Lengo la serikali ni kuwa karibu na kumzoesha Mtanzania kama walivyo watu wa Marekani na mataifa mengine ambayo wakati mwingine wanakusanya kodi wakatupunguzia hata sisi kutusaidia. Mtu unalipa, unaamka ndani mwako, unajua leo ni muda wangu kulipa kodi, unalipa. Unakienda kwenye biashara, kila kinachotoka watu wengine wanaweka tu hata mashine, mifumo. Kile kitendo cha kupokea pesa, risiti inatoka. Ni kama vile unavotia mafuta kwenye petrol station. Watu wamefikia teknolojia hiyo.